Naam, hujambo na nikukaribisha katika kipindi hiki kutoka katika viwanja hivi vya Usagara jijini Tanga kuna kufanyika maadhimisho ya wiki ya huduma ya fedha kitaifa yakiwa na kauli mbiu isemayo elimu ya fedha msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Mimi ni Richard Steven. Na leo moja kwa moja tunaenda kutembea katika maeneo mbalimbali. Moja, tutaanzia katika mabanda mbalimbali kunakotoa elimu ya fedha, lakini pia tutapita katika taasisi mbalimbali kujua huduma wanazozitoa katika viwanja hivi vya Usagara. Twende tukajione namna ambavyo elimu inatolewa taasisi na mashirika mbalimbali. Mimi naitwa Salma Alfani Kimaro, ni afisa msimamizi mkuu wa fedha kutoka Wizara ya Fedha. Leo tuko hapa katika viwanja vya Usagara jijini Tanga katika maadhimisho ya 5 ya wiki ya huduma za fedha kitaifa yanayofanyika hapa kuanzia tarehe 19 mpaka tarehe 26 mwezi huu wa Januari. Katika maadhimisho haya lengo ni kufikisha ujumbe au elimu ya fedha kwa umma kuhusu masuala muhimu yanayowawezesha wananchi kwa ujumla kutumia kwa ufasaha huduma za fedha ambazo zinapatikana katika taifa letu. Kwa bahati nzuri leo tumepata bahati ya kutembelewa na wanachuo kutoka Chuo cha Afya Kange, na tumekuwa nao hapa kwa takriban lisaa lizima tukipata kubadilishana mawazo, lakini kuwapa elimu ya fedha, na zaidi tulijikita katika masuala ya uwekaji akiba, usimamizi wa fedha binafsi, masuala ya mikopo na masuala ya usajili wa vikundi, ili wakawe mabalozi kwa wazazi wao kuhakikisha kwamba wanajiunga na vikundi vilivyosajiliwa pekee, kuepukana na adha ya mikopo ya kausha damu na mikopo isiyoeleweka. Kwa kifupi, hawa wanafunzi walipata uelewa, wengine walianza kuja tangu jana, na watathmini ya haraka ni kwamba wameelewa vizuri, kwa sababu wengi wameweza kueleza masuala ambayo yalifundishwa na kumemorize, kwa maana kukumbuka namna ambavyo walielezwa, na wengine wamediriki kuwa hata walimu wa wenzao. Nao kijana anaitwa Sam hapa alikuwa kama mwalimu, tulimsimamisha na alieleza kwa ufasaha sana namna ambavyo elimu ya fedha iliyofundishwa wanavyoikumbuka. Wamekiri vijana kwamba itawasaidia kwa kuwa walikuwa wanakutana na changamoto za usimamizi wa fedha binafsi, hasa katika maeneo ya boom wanalopata la chuo. Wanasema mara nyingi utakuta mtu anaishi maisha ya tabu chuoni, lakini fedha anapewa tena nyingi tu za kutosha. Kutokana na kukosa usimamizi bora, anajikuta bado anaishi maisha ya shida yanayoweza kuathiri hata uelekeo wa masomo yake. Kwa wanafunzi ni swala la msingi kwamba masuala ya elimu ya fedha yameingizwa rasmi katika mitaala ya serikali ya shule kuanzia ngazi ya chini mpaka ya juu. Kwa hiyo moja ya hatua ambayo serikali imechukua ni kuhakikisha kwamba elimu ya fedha inaingia kwenye mitaala ili wanafunzi wafundishwe wakiwa mashuleni. Lakini pia wizara pamoja na sekta ya fedha kwa ujumla, wadau wa sekta ya fedha, imeandaliwa programu ya elimu ya fedha kwa umma ambayo moja wa walengwa ni wanafunzi. Kwa hiyo pamoja na maadhimisho haya, lakini swala la elimu ya fedha ni endelevu. Vioni wanafunzi watatembelewa, mashuleni na kadhalika. Na hivyo swala hili ni endelevu, lakini pia kwa kutumia hiyo mitaala tunaamini kwamba mwisho wa siku elimu inatolewa kwenye matukio, kwenye kutegemea hiyo program na kadhalika, pamoja na mitaala ile, basi tutapata wanafunzi wenye weledi katika masuala ya usimamizi wa fedha. Mara baada ya kusikiliza baadhi ya watoa mada, sasa tukawasikilize wanafunzi ambao wamekuja kujifunza katika maeneo haya. Ni kipi hasa wamejifunza katika elimu hii ya masuala ya fedha? Kwa majina naitwa Mwanahawa Haraka Musa, ni mwanafunzi wa Chuo cha Afya Kange, nasoma kozi ya Clinical Medicine. Katika siku ya leo tumejifunza jinsi ya kutumia pesa zetu, jinsi ya kuweza kutumia mikopo yetu tunayopewa ili tuweze kuishi vizuri katika mazingira yetu ya chuo. Kwa uelewa wangu, uhifadhi wa pesa tunatakiwa tuhifadhi katika benki au vikundi ambavyo vipo katika mitandao. Wito wangu kwa wazazi ni kuwapatia watoto wao elimu jinsi ya matumizi ya fedha. Pindi watakapopata fedha, jinsi gani wanaweza kuzitumia na kuweka akiba ili kuweza kuendeleza maendeleo yao. Kwa majina naitwa Samuel Noah Abdalla, ni mwanafunzi wa Chuo cha Afya Kange katika ngazi ya utabibu.
nikiwa na maana ya clinical medicine. Leo tulipata nafasi ya kuja katika viwanja hivi kujifunza masuala ya kifedha katika kampeni hizi za wiki ya Wizara ya Fedha. Nilichojifunza au tulichojifunza katika wiki hii ya Wizara ya Fedha ni namna ya kujisimamia sisi wenyewe katika matumizi yetu ya fedha, nidhamu ya fedha. Hivyo tutumie vipi fedha ambazo tunakuwa tukipewa na wazazi au bumu ambalo serikali ilikuwa ikitupa sisi wanafunzi. Kutokana na tumepata elimu ambayo leo tumepata elimu na jana pia tulikuwepo tukapata elimu. Elimu hii tutaitumia vizuri katika maisha yetu, kwa maana kwamba kwa kuwa tumeshajifunza jinsi ya kujisimamia sisi wenyewe katika masuala ya kifedha, tutaichukua hii elimu kuitumia. Let's say labda tumeshamaliza chuo, huko nyumbani tunakoelekea tufanye nini, tuanzishe mtaji gani, tufanye hivi hivyo. Benki Kuu ya Tanzania BOT pamoja na UTT AMIS ni miongoni mwa washiriki katika maonesho haya. Ni kipi hasa wamekileta kwa wananchi? Je, wajua waweza dhaminiwa mpaka 75% na Benki Kuu ya Tanzania? Ndiyo, Benki Kuu ya Tanzania inatoa dhamana za mikopo kwa wajasiriamali wadogo, wakati na wale wakubwa na wale wanauza vitu au mazao au bidhaa nje ya nchi kwa mpaka 75% pale ambapo unakuwa dhamana yako inapelea au inakuwa pungufu ili kupata kile kiwango cha mkopo. Kwa ujumla, mimi kama mchumi natoa elimu ya kuhusu, kwanza kabisa, Benki Kuu ni nini na ina majukumu gani. Kama ambavyo inajulikana, Benki Kuu ni taasisi ya fedha ambayo ni taasisi mama ya fedha katika nchi, na kati ya majukumu yake makubwa kabisa, ya kwanza ni kutunga na kusimamia sera ya fedha ambayo itachochea ukuaji wa uchumi ulioendelevu. Lakini zaidi ya yote, Benki Kuu ndio yenye mamlaka ya kuchapisha na utengenezaji wa noti na sarafu ambazo zinatumika katika uchumi. Tuko hapa eneo la kimkakati kwenye hii wiki ya elimu ya fedha maeneo ya Tanga, kuelimisha wananchi tofauti ya kutumia huduma rasmi za kifedha na kuzitumia huduma ambazo sio rasmi za kifedha. Licha kama zote zina madhara kwa namna moja nyingine au kati tofauti, lakini hizi taasisi ambazo rasmi zikileta majanga au matatizo kwa mwananchi, tumetengeneza utaratibu ambao mwananchi anaweza akasaidiwa na akalindwa. Tunawaasa na kuelekeza wananchi wasitumie huduma zisizokuwa rasmi, kwa sababu watakosa msaada kutoka Benki Kuu na hivyo kuathiri maendeleo yao ya kijamii, ya kiuchumi. Habari, naitwa Oliva Minja, afisa masoko kutoka taasisi ya uwekezaji ya UTT AMIS. UTT AMIS tuna furaha sana kushiriki wiki ya maadhimisho ya fedha kitaifa yanayofanyika jijini Tanga, yenye kauli mbiu ya elimu ya fedha ni msingi wa maendeleo ya kiuchumi na kijamii. UTT AMIS tuna jukumu la kutoa elimu ya uwekezaji kwa Watanzania wote. Ewe Mtanzania, karibu katika banda letu uweze kujipatia elimu ya uwekezaji wa fedha kwenye masoko ya fedha na mitaji, kwenye mifuko inayoendeshwa na taasisi ya UTT AMIS. Sisi kwetu, mwananchi yoyote anaweza kuwekeza kupitia mifuko yetu ya uwekezaji wa pamoja. UTT AMIS tunaendesha mifuko 6 ya uwekezaji. Tuna mfuko wa Umoja, Wekeza Maisha, mfuko wa watoto, mfuko wa kujikimu, mfuko wa ukwasi na mfuko wa bond. Mifuko hii inakidhi mahitaji ya kila mwekezaji. Karibu katika banda letu, ujipatie elimu hii stahili katika maisha yako, ili uweze kurekebisha mwenendo wa maisha yako, lakini pia ulete maendeleo kwa taifa letu. Uwekaji wa akiba kidogo kidogo unafanyika makususi kwenye taasisi yetu, ili uweze kutengeneza faida yenye tija katika uwekezaji wako. Karibu sana ewe mwananchi katika mabanda yetu, uweze kujipatia elimu hii nzuri kwa maendeleo yako. Asante. Na kwa nukta hiyo hatuna la ziada. Mimi ni Richard Steven. Kwa niaba ya timu nzima ya Ndalini Media, tukutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata.